Watani wa jadi Yanga dhidi ya Simba watakaocheza muda mfupi baadaye leo hii, haiwezi kuwa mechi nyepesi hata kidogo. Ni mechi ambayo ni ya fainali ya kombe la Muungano. Yanga ambao ni mabingwa watetezi wanacheza dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, watani zao wa jadi, katika mechi ambayo mshindi lazima apatikane ili kumpata bingwa wa kombe la Muungano wa mwaka huu, kwa sababu msimu uliopita Yanga ndio walikuwa mabingwa wa kombe la Muungano. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba wamefika fainali, wanalihitaji taji hilo, lakini Yanga wanataka kulitetea kwa mara ya pili mfululizo. Haitakuwa mechi nyepesi, kwa sababu baada ya mechi ya leo hii ya watani wa jadi ambayo ni dabi ya Kariakoo inawakutanisha katika fainali ya kombe la Muungano, siku chache baadaye, kwa maana ya tarehe 3 ya mwezi wa 5, watakutana tena katika mechi ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa sababu hiyo, mechi ya leo hii, kwanza, kila mmoja anataka taji, lakini pili, yaweza ikawa ni maandalizi pia ya kisaikolojia kwa ajili ya dabi nyingine ya mzunguko wa pili wa ligi kuu Tanzania bara ambayo itachezwa siku chache zijazo kama nilivyotoka kueleza. Kwa sababu hiyo, kila timu inaitaka mechi hii. Simba chini ya kocha Steve Barker wanaitaka, Yanga chini ya Pedro Gonçalves wanaitaka. Sasa miongoni mwa maeneo ambayo yanatarajiwa kuwa na msisimko wa aina yake ni eneo la upande wa kulia wa Simba katika kushambulia, upande wa kushoto wa Yanga katika kuzuia. Kwa mfano tu, katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, mara nyingi huwa kwenye kuanza kwao wanaokuwapo mbele katika mechi muhimu ikiwemo hii ya dabi ya Kariakoo. Hapo unatarajia kumwona Selemani Mwalimu katika mechi hii, amekuwa kwenye kiwango bora sana. Lakini upande mwingine kuna Anise Ura, halafu upande katikati aweza akawa Cletus Chota Chama akiwa anoperate, anacheza nyuma ya mshambuliaji kinara, lakini akiweza kunyumbulika kadri ya mwenendo wa mchezo. Lakini kuna upande wa kulia Libase Geye, amekuwa kwenye kiwango bora sana. Hawa katika muundo huu wa baada ya golikipa kunakuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo 3 washambuliaji, alafu mshambuliaji kinara mmoja. Hasa mimi nazungumzia hawa watatu. Katika hawa watatu, huyu wa kulia Libase Geye, kama anakuwa fit, anapangwa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kitakachocheza leo hii dhidi ya wananchi Yanga, basi patakuwa na shughuli nzito, kwa sababu kwenye kikosi cha Yanga na wao kwa mfumo wa baada ya golikipa kama Simba ni 4-2-3-1, lakini ni mifumo ambayo inaweza kanyumbulika ikawa baada ya golikipa kunakuwa na walinzi wanne, viungo 3, washambuliaji 3, au baada ya golikipa kunakuwa na walinzi wanne, viungo 4, washambuliaji 2, vyovyote itakavyokuwa. Lakini kimsingi timu hizo zote mbili, kwa maana Steve Barker wa Simba na Pedro Gonçalves, kwa wachezaji walionao, wakati mwingi huwa wanatumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na 4-2-3-1 kama nilivyotoka kueleza. Sasa kwenye muundo huu Yanga hapa pana mchezaji muhimu sana, beki wa kushoto anaweza akawa Mohamed Hussein Shabalala, Mohamed Hussein anaweza akawa Shadrack Isaka Boka, ndio ambao anaweza akacheza mmoja wapo, kwa sababu Boka yuko fiti. Mohamed Hussein Shabalala kwenye mechi hii anaweza pia akacheza dhidi ya mwajiri wake wa zamani Simba, yeye akiwa miongoni mwa manahodha ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba. Ni kwa sababu gani eneo hili ni muhimu sana? Ni kwa sababu Simba katika cheza yao kwenye kushambulia huwa wanapenda sana kuleta balaa katika maeneo ya pembeni, hasa kwa Aniseti Ura, hasa kwa Libase Geye, ambao cheza yao huwa wanasababisha matatizo makubwa kwa beki wa kushoto wa timu pinzani, upande anaocheza Libase Geye, Anise Ura beki wa kulia wa timu pinzani. Ni kwa sababu gani? Cheza yake Libase Geye mara nyingi huwa anapenda kuataki eneo hili, eneo kati ya beki wa kati na beki wa kushoto. Hapa beki wa kati anaweza akawa Ibra Baka, kwa mfano Ibra Baka, halafu hapa anaweza akawa Bakari Nondo Mwamnyeto, anaweza akawa Frank Asink, inategemea Bakari Nondo Mwamnyeto au Frank Asink anaweza akacheza hapa, halafu huku anaweza akawa kwa mfano Israel Patiki Mwenda. Sasa tunapozungumza eneo hili ni kwa sababu ya mambo makuu mawili. Kwanza, Simba huyu Libase Geye ndio silaha yao katika kushambulia, anamfanya beki wa kushoto wa timu pinzani awe bize kiasi ya kwamba ashindwe kupanda kwenda kujenga mashambulizi ya timu pinzani, kwa sababu mabeki wa pembeni huwa wanahusika sana timu inaposhambulia. Katika modern football, soka la sasa, mara nyingi wao hubadilika na kuwa ma playmakers, yani mabeki wa kushoto, mabeki wa kulia hupanda kuvuka katikati ya mstari wa uwanja kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kutoa fursa
kwa mawinga wa upande husika kuingia ndani. Sasa anapokuwa winga kama Libase Geye mwenye purukushani nyingi, uwezo mkubwa wa kupiga chenga, uwezo mkubwa wa kupiga mashuti ya mbali, maana yake anamfanya huyu atakayekuwa beki wa kushoto wa Yanga kuwa busy kiasi ya kwamba safari zake kwenda kujenga mashambulizi zipungue, badala yake atekeleze majukumu ya msingi ya beki wa kushoto ambayo ni kuzuia. Lakini wakati huo anaweza kumkeep busy pia beki mmoja wapo wakati. Hapa tunazungumza beki wakati wa upande wa kushoto, maana mabeki wakati wako wawili, mfano Ibra Baka, mfano Bakari Ndomo Mieto. Sasa mmoja wa kulia, mmoja wa kushoto. Hapa Ibra Baka bana yake atajikuta na yeye muda mwingine analazimika kuvutika huko, kwa sababu majukumu yanamtaka hivyo pindi beki wake anapozidiwa au anapokuwa amepanda juu, anakuzidiwa kwa kasi na winga wa upande husika. Lakini sio kwa sababu hiyo tu. Sababu nyingine ni kwamba Libase Geye tumeshasema anapopanda mara nyingi ucheza eneo hili akiingia ndani ili kuliona lango vizuri apige shuti, kwa sababu goli lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Lakini kwa kufanya hivi pia anatoa nafasi kwa beki wake wa kulia, aweza kawa Shomari Kapombe, aweza kawa David Kameta Duchu kwenda kuongeza mapana ya uwanja ili apige cross. Akitoa fursa hiyo, yeye anaingia ndani kwenda kuungana sasa na Selemani Mwalimu, kwenda kuungana Clatous Chota Chama, kwenda kuungana na Anise Ura ambaye naye huingia ndani. Lakini hapa bado sasa Alassane Maudo Kante na Yusuf Kagoma, mmoja anaweza kadvance zaidi kwenda kuongeza tena idadi, na kwa sababu hiyo kulifanya eneo hili la kulia mwa Simba, kushoto mwa Yanga kuwa bize haswa. Ni eneo muhimu kwa sababu pia aina ya uchezaji wa Yanga cheza yao hivi karibuni na hata katika kombe la Muungano, upande wa kushoto ndio hutumika sana katika kusababisha matatizo, katika kuwavuta wapinzani wawe as a unit wa move kwa kiasi kikubwa kwenye upande wa kushoto, kwa sababu ya shughuli nyingi zinazofanywa na Yanga upande wa kushoto. Kusudi wanacheza ile tunaita asymmetric shape, wanashambulia zaidi upande wa kushoto, wanali overload kwa idadi kubwa, huku Israel Patrick Mwenda au beki yote wa kulia Kibwana Shomari hapandi mara nyingi kulinganisha na beki wa kushoto inavyoonekana hivi karibuni wanavyocheza Yanga. Huku kushoto sasa Mohamed Hussein Shabalala huwa muda mwingi ni kama playmaker, yani mchezeshaji kabisa kiungo pindi wanapokuwa na mpira kwenda kushambulia. Shadrack Isaka Boka safari zake huwa ni nyingi mno, ana kasi, ana nishati kwenda kufanya hivyo, na wakati mwingine uingia ndani ufanya underlapping. Lakini ni upande ambao yupo Peodo Pacome Zouzoua ambaye anafanya purukushani nyingi upande wa kushoto, kuwavuruga wachezaji walinzi wa timu pinzani kwenye upande wa kushoto, akiwa na uwezo wa kupiga chenga na kuingia ndani, kutoa fursa kwa beki wa kushoto kupanda. Matokeo yake upande mmoja huu unakuwa kama haba katika baadhi ya nyakati. Alan Okello, Maxim Pianzengeli wakiwa nao wanaingia ndani kujaribu kuzidi kwa mislead wapinzani katika upande wa kushoto. Mpira unapokwenda upande huu unatumika vizuri kwenda kutengeneza nafasi ya bao. Kuna bao moja hapo amefunga hivi karibuni katika mechi 3 za ligi kuu Tanzania bara, wakishinda 3-0 dhidi ya Pamba, 3-0 dhidi ya Tanzania Prisons, 6-0 dhidi ya Mbeya City. Lipo bao ambalo mpira unapelekwa kwa Israel Patrick Mwenda katika bao moja hapo katika mechi dhidi ya Pamba, alipiga Peodo Pacome Zouzoua kwenda kwa Israel Patrick Mwenda aliyepanda kukiwa hakuna watu wengi. Watu wengi walikuwa huku, mpira umehamishwa, anasema cross field passes, zile zinazovuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, alafu ikapigwa cross ikienda kufungwa bao na Mudathi Yahya Abbas. Sasa upande huu ambao Yanga hufanya bize katika muda mwingi wa mchezo, msisitizo sio dakika zote 90 kila dakika wapo huku, la hasha, simaanishi hivyo, bali hucheza kimkakati eneo hili wa bize zaidi kwa sababu maalum. Sasa ile eneo la kwa bize ndilo ambalo mabeki wa Yanga wa kushoto hulazimika kupanda mara kwa mara, lakini anayecheza upande wa kushoto Peodo Pacome Zouzoua huingia ndani mara kwa mara, lakini ni eneo ambalo pia ndilo Simba silaha yao ilipo kupitia kwa Libase Geye. Sasa hapa patakuwa na utamu wake, kwa sababu kama upande mmojawapo unasinzia kidogo, madhara yatatokea makubwa. Kwa mfano, Yanga akisinzia kidogo, Libase Geye ana uwezo wa kubulldoze wachezaji mpaka 2 3 kwa wakati mmoja kutokana na kasi yake na mbio. Lakini changamoto yake tu anatabirika mara nyingi, akienda lazima apige break, aingie ndani kwa sababu ya goli lake lenye nguvu kwenda kulitumia vizuri kwa kupiga mashuti ama kutoa pasi au kufanywa foul ambazo ni muhimu katika kuipa timu yake fursa ya kufunga kwa mipira ya kutenga, kwa sababu Simba ni wazuri pia katika kutumia mipira ya kutenga. Kabla ya mechi yao dhidi ya Namungo ambayo Libase Geye ni miongoni mwa wafungaji waliofunga akifikisha idadi ya mabao 4 msimu huu katika ligi kuu Tanzania bara,
akiwa yeye ametua Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo. Libase Geye alikuwa ameshapiga mashuti 15. Hii ni kabla mechi dhidi ya Namungo. Katika haya alikuwa amefunga mabao 3. Kwa lugha nyingine, goal conversion rate ilikuwa ya Libase Geye kabla mechi dhidi ya Namungo ilikuwa 20%, kwa sababu utachukua 3 15 zidisha kwa 100 unapata around 20% ya uwezo wa kubadilisha nafasi kuwa mabao. Ingawa kwa mashuti 15, manake kuna mashuti 12 yamepotea kutokana na attempts, majaribio yake ya kupiga kutokea mbali, kwa sababu amekuwa uwezo mkubwa wa kuliona lango na shauku yake huwa kubwa katika kufanya majaribio ya kufunga na si vinginevyo. Sasa kwa purukushani zake hizi ambazo mara zote amekuwa akitumika kama silaha ya Simba, kwamba mnapohangaika kukabiliana na Libase Geye, fursa zinapatikana sasa kwa Selemani Mwalimu Gomez kufunga, mchezaji ambaye katika mechi zote mbili mpaka sasa alizocheza Simba kwenye kombe la Muungano amefunga. Alifunga bao pekee katika mechi dhidi ya Mafunzo walioshinda 1-0, akafunga katika ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Mlandege. Selemani Mwalimu maana yake kwa production hizi za Libase Geye na wenzake, hapa tunazungumzia Libase Geye kwa upande huu, anapata fursa kwa sababu mabeki wa timu pinzani hujikuta wakivurugwa katika kupambana na purukushani za Libase Geye, na hivyo kutoa fursa ambazo Gomez mipira anamkuta katika maeneo sahihi, anajua pa kusimama, anaweka mipira wavuni. Sasa lakini wakati huo Libase Geye kwa sababu ni mzuri sana kwenye kushambulia, kuna wakati pengine Yanga anapokwenda kushambulia upande wa kushoto ukwao, yeye anaweza akawa hana kasi au kufanya jitihada za kutosha kwenda kusaidiana na beki wa kulia wa upande wake, lakini pia kiungo mmoja wapo wakati mabeki wakati katika kukabiliana na mashambulizi ya wapinzani kutokea kushoto kwa mpinzani ambako ni kulia kwao. Hapa tunazungumzia Yanga na Simba, jambo ambalo kuto kwenda kutoa support sahihi kunaweza kufanya huyu beki wake upande huu akawa overloaded.